Yesu vibaya aliposema kuwa atateswa, kufa na kufufuka. Petro alifikiri kuwa Yesu atashinda kama watawala wa dunia na wanavyofanya na kwamba hatateseka wala kufa. Alijaribu kumsihi Yesu achane na mawazo hayo, na hivyo Petro akajikuta anakemewa vikali na Yesu. Ni baada ya matukio haya kufanyika, Petro alielewa mpango wa Mungu kwa Yesu. Petro aliendelea kukumbuka tukio la Yesu kugeuka sura katika maisha yake yote. Angekumbuka usiku ule kabla ya mateso ya Yesu, asingemkana Yesu. Injili zote tatu zinasimulia jinsi Yesu alivyowachukua Petro, Yakobo na Yohane mlimani. Mathayo na Marko wanatuambia kwamba ulikuwa mlima mrefu. Ni Luka peke yake anatuambia kwa nini Yesu aliwachukua mitume watatu kwenda nao kusali, na ilikuwa katika sala Yesu aligeuka sura. Neno kung'ara maana yake ni kubadilika umbo au kugeuka sura. Hiki ndicho kilichotokea kwa Yesu. Injili zote tatu zinasisitiza kubadilika kwa sura, ambapo uso wake uling'aa kama jua na mavazi yake yakawa meupe kama mwanga. Marko ameweka tofauti kwa namna nzuri zaidi. Mavazi yake yakawa meupe kuliko dobi yeyote duniani asivyoweza kuyafanya kuwa meupe. Injili zote tatu zinatuambia kuwa Musa na Eliya walionekana na kuongea na Yesu, lakini ni Luka peke yake anatuambia walichoongea. Waliongea juu ya mateso yake. Yaani waliongea sio tu juu ya kile kilichokuwa kinamkabili, yaani kifo, bali pia juu ya ufufuko wake. Tunashangaa kwa nini Musa na Eliya watokee na sio watu wengine wa Agano la Kale. Musa alikuwa kwa Wayahudi mtu aliyeheshimika sana katika Agano la Kale. Aliwatoa utumwani Misri na kuwaongoza kupitia jangwani hadi nchi ya ahadi. Mwishoni mwa maisha yake alitabiri kuja kwa Masiha aliposema, Bwana Mungu wenu atamwinua nabii kama mimi kutoka kwenu, kutoka kati ya ndugu zenu, na huyu mnapaswa kumsikiliza. Katika kitabu cha Kumbukumbu sura ya 18 na mstari 15. Lengo la Yesu kuja duniani lilikuwa kumkomboa kila mtu kutoka katika utumwa wa dhambi na kumwongoza mbinguni, nchi yetu ya ahadi. Kutokea kwa Musa kulikuwa kama kumkabidhi kazi yake. Kile alichofanya Musa ilikuwa ishara ya kile atakachofanya Yesu. Kwa upande wa Eliya, aliyeheshimiwa sana na Wayahudi kama nabii mkuu kuliko wote, kulikuwa na utabiri juu yake ambao kila Myahudi aliufahamu. Utabiri wa malaika ulisema kuwa Eliya atakuja tena kabla ya Masiha kumtambulisha Masiha kwa watu wa Israeli. Kama Yesu mwenyewe alivyowaambia mitume, Yohane Mbatizaji alifanya kazi hii. Uwepo wa Eliya mlimani ulikuwa ushuhuda kwamba katika Yesu utabiri wote wa manabii umetimia. Alipoona yaliyotokea, Petro alisema, Bwana, ni vizuri tupo hapa. Akajitolea kujenga vibanda vitatu, kimoja cha Yesu, kimoja cha Musa na kimoja cha Eliya. Petro alifurahi sana kumwona Bwana wake akitukuzwa hivyo kwamba aliogopa tukio hili linaweza kuisha tu kama ndoto. Alitaka utukufu huu uendelee daima, ndiyo maana alisema tujenge vibanda vitatu. Injili inatuambia kuwa Petro hakujua analosema. Aliongea kama mtu anayeota ndoto, mambo ambayo hakuyajua mwenyewe. Alichopendekeza Petro kilikuwa kinyume kabisa na lengo la tukio hili la kugeuka sura, ambalo lilijenga kumuimarisha Yesu na mitume wakati wa mateso na kifo cha Yesu ambacho kilikuwa kinakaribia kutokea. Sauti ya Baba ilikuwa msingi wa tukio la kugeuka sura. Injili imeongelea juu ya wingu jeupe lililowafunika mlimani kwa kivuli chake. Uwepo wa wingu kwa Myahudi ni ishara ya uwepo wa Mungu. Kwa hiyo hatuwezi kushangaa kuona wingu na kutambua uwepo wa Mungu. Mitume watatu walianguka chini na kuzirai sauti ya Baba iliposikika, huyu ni mwanangu mpendwa wangu niliyependezwa naye, msikieni yeye. Maneno haya yalikuwa marudio ya maneno aliyoongea Mungu wakati wa ubatizo wa Yesu.
lakini ni uthibitisho wa maneno ya Mungu kupitia nabii Isaya. Tazama mtumishi wangu, mteule wangu, ambaye moyo wake unapendezwa nami. Baba alikuwa akithibitisha yote walioagua manabii kumhusu mwanaye, watu ambao tukio la kugeuka sura lilipaswa kuwasaidia. Yesu alikuwa binadamu kama sisi tulivyo. Aliogopa na hata kujisikia kukata tamaa alipotafakari juu ya mateso na kifo chake, kama ilivyo kwetu pia. Sauti ya baba yake ilimhakikishia upendo na utukufu wake ambao ungeupata kwa njia ya mateso, na hivyo baba alimpa ujasiri atekeleze mapenzi yake hadi mwisho, kama alivyokwisha fanya hadi sasa. Yesu alitambua vema jinsi itakavyokuwa vigumu kwa mitume ukubali wazo la Masiha kuteswa na kufa. Kuona utukufu wake kungesaidia kupokea fundisho hili, lakini kwa muda haikuwa hivyo, na hivyo fundisho hili hawakulipata. Baadaye, kwa maongozi ya Roho Mtakatifu, walikuja kuelewa maana yake. Jumuiya za Kikristo zilizoishi wakati ule Injili ilivyoandikwa walisikia tukio hili likisimuliwa na mitume. Walifurahi kwa kuandikwa. Walipokata tamaa, walisoma tukio hili, na Roho wa Mungu aliwaangazia kutambua kuwa mpango wa Mungu kwao hautofautiani na ule aliyompangia Yesu na mitume. Wazo hili liliwatia moyo waendelee kuwa waaminifu, wakihakikishiwa utukufu ujao. Tafakari. Ni vema kuwa hapa kama alivyosema Petro. Ni vema kuwa na Yesu na kubaki naye milele. Hakuna furaha kubwa zaidi au heshima kubwa zaidi tunayoweza kuwa nayo zaidi ya kuwa na Mungu na kufanywa kuwa kama yeye na kuishi katika mwanga wake. Maneno ya Askofu Atanasi wa Sinai.